kuyazungumza mengi ya kimichezo. Kubwa zaidi ni wekundu wa Msimbazi Simba kuondoshwa kunako michuano ya Mapinduzi Cup mara ya pili mfululizo wakichapika dhidi ya Azam FC. Wanakuambia kwamba wao wanaendelea kugawa utamu. Dr. Mambo vipi? Mambo poa. Uko vizuri? Na niko vizuri kabisa. Mambo yanaenda. Mambo yanakwenda baada ya purukushani na Sanga. Sanga ni media ya mizengwe. Lakini mwanangu sana, ila nimemwambia kwa sababu ya mambo fulani. Mtanange na wengine. Story kubwa ni kombe la Mapinduzi. Yes. Story kubwa ni Simba vs Azam. Story kubwa ni Simba kufungwa mara ya pili na Azam. Kugawa utamu. Sio Azam kumfunga Simba. Ni Simba kufungwa na Azam mara ya pili. Hiyo ndio story kubwa mjini. Lakini kwa nini Simba amefungwa? Simba amepoteza mvuto. Simba amepoteza mvuto. Kwa namna gani Dosa? Yaani leo Azam anakwenda kucheza na Simba kama anaenda kucheza na timu nyingine za kawaida. Ya kawaida kabisa. Azam anapata uthubutu, anacheza na Simba anaika vikosi B. Azam anamfunga Simba bila Faisali, bila Yanado, bila Adolfu Mtasigwa, bila goalkeeper namba 1. Azam anafungwa, anamfunga Simba. It's not fair. Viongozi wa Simba wajitafakari. Wachezaji wa Simba wajitafakari. Na mashabiki wa Simba pia wajitafakari. Na hapa kwenye engo wa mashabiki niwaambie kabisa, baadhi ya wanachama na mashabiki wa Simba wanaiangusha Simba. Kwa namna gani? Yes. Yaani leo humsikii shabiki mwandamizi wa Simba akipambania Simba. Wote wanapambania umoja mwingine. Yes. Kama nimekuelewa. Kama umenielewa? Yaani hawaipambanii Simba. Wanasahau kwamba Simba ndio iliyopeleka kwenye ule umoja. Wao wanapambania mambo mengine kabisa, mengine kabisa. Ndio maana nasema wao wanachangia kwa kiasi kikubwa kuidhulumu Simba. Simba kufungwa, Simba kudharaulika. Watasema nini mitaani? Wataongea nini? Na hii yote ni kwa sababu viongozi wao hawapati pressure kutoka kwa wanachama, kutoka kwa mashabiki. Kwa hiyo kila kinachoendelea ndani ya uwanja kwa Simba viongozi wanasema it's fine. Kitu cha kawaida. Hali ile pale imepelekea mara 2 mfululizo Simba anafungwa. Na wenyewe wanasema amegawa utamu bara na visiwani. Amegawa utamu bara na visiwani. Dosa, tukija kiufundi kwenye mchezo wa jana mpaka dakika 45 za kwanza zinaenda, ilikuwa ni kama nyau nyau. Dakika 45 za pili mnyama anakuja kuchapika. Uliona nini kwenye kikosi cha jana cha Simba chini ya kocha mpya Steve Barker? Simba kiufundi kabisa imepoteza responsibility yake. Hakuna hata kidogo uwajibikaji. Hakuna hata kidogo. Simba spirit yao imepotea kabisa. Yaani leo Rushaini anaonekana kama anacheza na Mungu. Leo ni Maema kama vile anacheza Ihefu. Fundi wangu wa boli na Bikeita kama yuko kosti. Hawana kitu kipi ambao wameiletea Simba. Yaani hakuna kitu ambacho kwa ufundi unaweza ukakiangalia Simba ikasema jana amefaulu. Dakika 45 za mwanzo no on target. Dakika 42 za pili 1 on target Simba hii. Ambayo kesho kutwa inakwenda kucheza mchezo wa maamuzi wa CAF Champions League. Dhidi ya Esperance de Tunis. Viongozi wa Simba waamke. Wachezaji wa Simba waamke. Lakini wanachama wa Simba amkeni. Mimi najua bahati nzuri watu wa Simba ni rafiki zangu. Uko wapi? Ama iko wapi nguvu kubwa ya Dr. Mo? Iko wapi? Nguvu kubwa JB 64 iko wapi ndani ya Simba? Nguvu kubwa kina mchungaji iko wapi? Wako busy na mambo mengine. Wamesahau timu yao. Inasikitisha. Na kwa staili hii
Usitarajie kabisa matokeo chanya kutoka kwa Simba. Usitarajie matokeo chanya kabisa. Experience na Tunis. Si ndio mchezo unaofuata? Januari 21 hiyo. Tunisia hiyo. Ni anguko. Simba ina wachezaji ambao tunaamini hata kwa majina mmoja mmoja tukimtaja wana quality kubwa. Lakini nini kinawafelisha wachezaji wanapokuja ndani ya Simba? Nini kinaokwamisha wachezaji wenye quality wakija ndani ya Simba? Na wachezaji hawa wakiondoka ndani ya Simba kwenda vilabu vingine wanafanya vizuri. Simba kuna shida. Simba kuna shida. Mchezaji anakuja na ubora wake. Anakuja Simba, anakuwa mchezaji wa kawaida. Anaondoka Simba, anakwenda kwingine, anakuwa mchezaji mkubwa. Leo mzungumzie Chemalon Fondo. Simba kwa anamchukulia tu kawaida. Simba wamemfanya kawaida. Leo kamchukulia Babakari Sari ndani ya Simba, alichukua kawaida tu. Leo Nenateba Mbida. Leo Nenateba. Wanaonekana wachezaji wa kawaida, wameondoka ndani ya Simba kule wanafanya vizuri. Shida iko wapi? Shida iko kwenye uongozi ama kwenye benchi la ufundi? Ukizungumzia benchi la ufundi ni uongozi. Ukizungumzia ngazi ya juu ni uongozi. Jibu sahihi ndani ya Simba kwenye uongozi kuna shida. Inawezekana. Wachezaji ni wakubwa kuliko viongozi. Inawezekana. Wachezaji ni wakubwa kuliko viongozi. Hapo inakuwa kwa inakaaje kimfumo gani hapo? Kwamba wachezaji wanaoendesha viongozi ama inakuwaje? Ndio maana nikasema mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba wana uwanda mpana sana kulisema hili. Sio ndio vizuri? Mchezaji anashindwa kutimiza majukumu yake 100% ndani ya uwanja. Mchezaji analipwa salary ya kutosha. Nani ana shida? Yaani sawa baba kaacha pesa ndani ya nyumba, kakuta chakula hakijapikwa. Moja ya swali ambalo aliulizwa mwenyekiti Crisantos Magori kwenye mkutano wa waandishi wa habari ilikuwa ni issue ya mambo yanaendelea kwenye uongozi kuwaathiri wachezaji, na akasema mchezaji anaathirika vipi na adai chochote kwenye uongozi wa timu. Unasemaje kuhusiana na responsibility? Uwajibikaji kwa kiongozi. Yaani unajua baba hatambuliki baba kwa sababu amesababisha mama amepata mimba. Baba anatambulika kwa majukumu. Ile ndo baba. Sasa inawezekana chairman wa klabu ni chairman, lakini uwajibikaji wake sio wa chairman. Inawezekana chairman of board ni chairman, lakini uwajibikaji wake sio. Ndio maana timu inakuwa ni ya kawaida. Ndio maana timu inakuwa ni daraja la chini kabisa. Leo ukizungumzia Simba, hata na Mungu anakuambia niletee Simba. Leo ukizungumzia Simba, kocha anakuambia niletee Simba. Na ushindani unapatikana ndani ya uwanja. Sio Simba hii. Wanahabari waambieni wanachama wa Simba, mashabiki wa Simba, mkiwa hoji waambizeni wao ndio wenye mamlaka kuisemea Simba. Na Simba ni ya kwao. Simba sio mwenyekiti. Simba ni ya kwao. Kwa hiyo kama wakiendelea kuwa bize na mambo mengine, Simba inaanguka zaidi. Dosa, tuko kunaitazama Simba ambayo imekuwa na msimu mbovu. Misimu minne mfululizo wamekosa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia ubingwa wa michuano ya CRDB mara 4 mfululizo. Simba hii unaiona ina mwelekeo wote wa kurejea kwenye mstari ama nini zaidi kifanyike? Maboresho na uwajibikaji kwa viongozi. Yaani hakuna kitu kitachowasaidia Simba kama wao wenyewe wakiamua kufanya maboresho. Nilikwambia, tulizungumza mara mwisho. Nini Simba wanafanya kwenye dirisha dogo la usajili? Sema kimya. Kombe la Mapinduzi ilikuwa ni kwenda kuwafanyia wachezaji uangalizi. Lete mchezaji tukasema yes, huyu kwenye CAF Champions League atatusaidia. Leo mpaka leo kimya. Zimebaki wiki 2 kwenda kucheza CAF Champions League. Mchezo wa maamuzi, hakuna igizo jipya. Unatarajia nini? Nini kifanyike? Ni maboresho. Nini kifanyike? Uwajibikaji ndani ya uwanja. Vinginevyo tutaipoteza Simba kwenye ramani ya soka barani Afrika.
Tuipoteza Simba kwenye ramani ya soka barani Afrika. Tuzungumzie performance ya baadhi ya wachezaji kwenye mchezo wa hapo jana. Elie Mpanzu ambaye kwa muda mrefu sasa watu wanatamani kumuona ule Elie Mpanzu aliyeimbwa, lakini mambo yanaenda tofauti. Kwako unaona nini kwa Elie Mpanzu hadi sasa? Hastahili kucheza Simba. Elie Mpanzu hastahili kuwa Simba. Yes. Hastahili kwa wapi? Timu nyingine. Kwa nini? Simba ni timu kubwa. Simba inahitaji wachezaji wakubwa. Na Simba inahitaji wachezaji wenye kujua majukumu ya Simba Sports Club. Huwezi ukawa na mchezaji kama Elie Mpanzu alafu anafanya vitu kama vile. Sio sawa kabisa. Ni mchezaji ambaye bora ukamchukue mchezaji kosti kumleta Simba kuliko yeye kuwa Simba. Elie Mpanzu. Yes. Nini kimebadilika kwake? Elie Mpanzu aliyeimbwa sana na huyu wa sasa hivi. Mimi ni mmoja wapo wa mtu ambaye nilimwimba Mpanzu. Mimi ni mmoja wapo mtu ambaye nilifanya comparison kati ya Elie Mpanzu na Pacome Zouzoua last season. Nowadays yuko wapi? Sijui ni klabu, sijui ni starehe, sijui ni nini. Lakini Elie Mpanzu wa msimu uliopita msimu tofauti. Tena huyu ndo astahili kabisa kuwa Simba. Elie Mpanzu huyu ambaye upande wa pili nyie wenyewe Young Africans mlionyesha kama nia ya kumhitaji. Sasa hivi anaonekana hastahili hata kuwepo kwenye viunga vya Msimbazi. Sisi au mimi? Klabu yako Young Africans. Klabu haijai kutoa statement yoyote kumhitaji Elie Mpanzu. Na haitowahi. Tetesi zinakuwepo. Tetesi ni nyingi. Mimi nimesikia tetesi kwenye Pantoni leo Simba wanamtaka Vinicius Junior baada ya kuwa mambo mazuri Madrid. Haki ya Mungu. Lakini msemaji wa Yanga amekuwa akilizungumzia mara nyingi sana, hata kwenye posti zake za Instagram ametoka kuligusia kuhusiana na Mpanzu. Uone kwamba inawezekana kuwa na ukweli kwenye hilo. Elie Mpanzu. Yes. Hana sifa hata moja kucheza kwenye klabu yangu. Young Africans. Yes. Hata moja. Klabu ambayo nimeipambania kwa jasho na kucheza Elie Mpanzu. Kidogo niambie Morris. Morris Abraham. Kijana unamkubali sana. Isa Hussein Abel, goalkeeper wa Simba ambaye watu wengi walikuwa wanatamani kumuona akipata nafasi baada ya kukosa nafasi kwa muda mrefu. Hebu tuzungumzie performance yake kwa michezo miwili ya Mapinduzi ambayo ameweza kupata nafasi licha ya kwamba ameruhusu goli hapo jana. Ovyo kabisa. Unajua shida ya wachezaji wa Kitanzania, yaani wapo radhi wakae kwenye benchi la Simba na Yanga miaka 10 kuliko kucheza timu nyingine. Hussein Abel yule, sio Hussein Abel yule. Alikuwa ni kipa mzuri, kipa mwenye ushawishi na mpaka kafutiwa kuja Simba. Lakini angalia anachokifanya ndani ya Simba. Inawezekana ni kwa sababu hapati nafasi mara kwa mara. Lakini tumuulize Abel, umezaliwa kwa ajili ya kucheza Simba? Umezaliwa kuwa wewe ni Simba? No. Hata kama ni mwanachama, kama ni shabiki, yeye ni mchezaji. Kazi yake ni mpira, ilikuwa ni lazima atoke pale kwenda kutafuta changamoto nyingine. Ameenda kuonyesha kama vile kipa wa nani wa under 20. Hastahili kwa Simba. Hussein Abel. Hastahili. Kuendelea kuwepo Simba. Yes. Atafute marisho mengine. Yes. Hiyo ni kwa manufaa ya Simba na ya kwake pia. Yeah. Tena zaidi ya kwake yeye. Kwa sababu Simba hawana shida kutokumlipa mshahara yule. Simba wana golikipa bora kwenye bara la Afrika hili. Pinpin Kamara yule pale. Simba wana golikipa ambaye Tanzania sasa tunajivunia, Yakubu Suleiman. Chaguo la pili hiyo. Abel atacheza wapi? Dosa, tupitishe panga kwenye kikosi cha jana ulichokishuhudia cha Simba Zanzibar. Panga ila hapa unataka marekebisho yafanyike, maboresho yafanyike kwenye ile dirisha dogo ili Simba iende kukutana Esperance de Tunis ikiwa kama Ligado. Tuwakate kina nani hapa? Simba. Nikatie watu hapa. Nitawakata wengi, utanionea. Kata tu Dosa. Yes. Mimi huwa ni muumini wa mpira wa miguu. Na mimi najua sifa za timu kubwa ni kuwa na wachezaji wakubwa. Wachezaji wengi hawastahili kucheza Simba. Elie Mpanzu, ningekuwa mamlaka na Simba ningekata. Mzamiru Yasini, ningekuwa na mamlaka na Simba ningekata. Abel ningekata. Yule mchezaji ambaye jana refa alimnufaisha kutokumpa kadi nyekundu. Anaitwa nani? Shamu Karabo. Wa nchi gani yule?
Ni wa nchi gani? Wewe Tuzo nchi gani Sharabo? So Ivory Coast. Ivory Coast kina Pacome. Ningekata wengi. Simba inahitaji wachezaji wenye sifa ya Simba. Wengi pale hawapo wenye sifa za kucheza Simba. Na ndio maana wamefikisha Simba pale. Kwa hiyo ukinipa panga nitakata wengi, mwisho siku apata kuona wachezaji. Wataisha wote. Wataisha wote. Dasa, tuamie kwa upande wenu Young Africans leo mna mchezo muhimu dhidi ya Singida Black Stars. Unaambiwa Yanga anapoona kombe mbele yake anakuwa ni timu ya aina nyingine, na mmeumia sana kumkosa Mai wenu. Tumeona jana afisa habari wenu alikamwa analia kabisa. Kwa nini Mai ameondoka? Anaendelea kugawa utamu kwa Azam FC na nyewe mlikuwa mnauhitaji. Alikamwa amelia sana. Amelia sana. Sababu maisha hata wananyonya wote. Unajua kama una kifua cha kustahimili utani wa jadi utapigana sana. Huwa nafikiria akili ya rafiki yangu kama Jibisa hivi ana hali gani? Mandala ana hali gani? Lakini Yanga ni ngumu sana kuelezea. Nikwambia juzi. Yanga ni ngumu sana kuitafutia makosa. Lakini Yanga kwenye kombe letu hili la Tanzania, no one can stop us. Leo anashinda. Leo anashinda. Yes. Dhidi ya Singida Yes. Black Stars. Kina nani? Kina nani? Wadau. Mnachukua wa huku, mnaweka wa huku. Sio leo watachezaji. Tutasubiri. Unataka kunirudisha kule? Vizuri. Mnachukua huku. Ni mechi nzuri, ni mechi ambayo inasubiriwa kwa Watanzania wote. Ni mechi ambayo mimi naamini ubora wa Singida. Najua ukubwa wa Singida hivi sasa. Lakini lazima nimpe kipaumbele Yanga anashinda. Moja, bingwa mtetezi; pili, standard yake aliyoitengeneza kwenye hii ligi na kwenye hili kombe. Kwa hiyo bila kutumia maneno mengi sana, Yanga anashinda dhidi ya Singida Black Stars. Simba, tumalize na hili kabisa. Wana kibarua kizito kama walivyozungumza dhidi ya Esperance de Tunis. Simba hii ambayo unaiona, Dosa, una lipi la kuizungumzia hii Simba kuelekea huo mchezo? Ni huzuni. Ni huzuni. Ni huzuni. Itoshe tu kusema. Simba ikienda hatua inayofuata kama ilivyo jadi yake. Ni huzuni. Ni huzuni. Mtanange, huwezi kwenda kucheza CAF Champions League na wachezaji wale. Ili jambo lichukueni kila siku nasema. Yaani umekwenda kuchukua mchezaji na Mungo JKT kwa ajili ya Esperance de Tunis, haiwezekani. Simba walipaswa kufanya maboresho makubwa kipindi hiki na kuleta wachezaji ambao wana experience na haya mashindano. Kuleta wachezaji ambao wana ubora wa hali ya juu kwenye haya mashindano. Bila hivyo Simba hawezi kufaulu. Mimi ukiniuliza swali kuhusiana na Simba na Esperance de Tunis, mchezo away, nikisema Simba anashinda itakuwa nimempendelea kwa Simba hii, kwa kocha yule itakuwa Simba nimempendelea. Tunaweza tukasema ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu Simba wajipange msimu unaokuja. Hata tukisema Simba amemaliza mwendo pia sio dhambi. Asante sana.